Mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makalla amekagua mradi wa usimikaji taa kwenye uwanja wa ndege wa Arusha pamoja na ujenzi wa barabara ya Mbauda Tanganyika Packers hadi Losnyai, akiagiza kasi katika utekelezaji wa miradi hiyo ili iweze kukamilika kabla ya ratiba ya mikutano ya Jumuiya ya Mabunge Duniani IPU na michuano ya AFCON ambayo itachezwa mwaka 2027. Akiwa katika ukaguzi wa ujenzi wa barabara, licha ya kueleza kuridhishwa na kazi inayoendelea, amesisitiza umuhimu wa taasisi na mashirika ya umma kumsaidia mkandarasi kuweza kutekeleza wajibu wake, akitaka kuondolewa kwa haraka miundombinu ya TANESCO na idara ya maji, kwani imekuwa kikwazo kwa mkandarasi wa mradi huo kuendelea na shughuli zake. Nirudie tena kuwashukuru kwa ratiba nzuri ambayo tumepita kukagua barabara hii ya Mbauda Tanganyika Packers Losnyai, si ndio? Tumezunguka yote ambayo tunakimbizana kuhakikisha kwamba kwenye ile component ya barabara za AFCON na hii iweze kukamilika kwa vipande vilivyopangwa mpaka kufika Juni mwakani, wakati AFCON inaanza mwezi wa 8. Nimeridhishwa na kazi inavyoenda na niwaombe kwamba tuendelee kumsimamia mkandarasi kufanya kazi, lakini pili tuhakikishe na mkandarasi naye tunamsaidia kuondoa vikwazo vya kutimiza majukumu yake. Kama nilivyosema pale, swala la TANESCO waondoe nguzo, swala la miundombinu ya maji, mamlaka ya maji watoe miundombinu ya maji ili kumpa mkandarasi nafasi ya kutekeleza mradi huu kwa wakati. Malipo awali kashalipwa, na katika hili tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye Tanzania imepata heshima hiyo ya kuwa mwandaaji wa mashindano haya, na yeye anawezesha fedha kuhakikisha kwamba kiwanja chetu cha Arusha na viwanja vingine cha Dar es Salaam vinakamilika kwa wakati. Na miundombinu hii ni muhimu sana, na tunalenga katika kupunguza foleni katika jiji la Arusha ili watakao kuja katika mashindano haya basi barabara hizi ziwe zimekamilika. Kwa hiyo niwaombe sana tuendelee kufanya kazi kwa bidii na usiku na mchana kuhakikisha tunapopata nafasi ya kusogeza kazi ifanyike, na itakuwa vizuri hata tukilenga tukafanya mapema zaidi. Ukiambiwa kwamba tumekamilisha mwezi wa 5 itakuwa vizuri zaidi, lakini mkataba unatuambia ni mwezi wa 6. Kwa hiyo nimefurahi na nimeona na muendelee, na mimi sio mwisho wa kuja, mtakuja wakati wowote kimya, iwe kiofisi, nitakuja kuhakikisha tunaendelea kushirikiana. Namshukuru sana mbunge wetu na waziri wa michezo Paul Makonda, na yeye kama waziri mwenye dhamana na mbunge wa Arusha ameendelea kusimamia jambo hili kuhakikisha miundombinu hii kama waziri katika wizara husika miundombinu hii inakamilika, lakini yeye pia ni mbia kwa maana ya wananchi wake, na nikiwa kiongozi anaendelea kutusaidia. Barabara za AFCON ziko nyingi, na nimeshasema wakandarasi wote wahakikishe waliopewa barabara kwa ajili ya kujenga ili kuweza kutumika wakati wa AFCON wahakikishe wanatimiza wajibu huo ambao wamepewa, miundombinu hiyo ikamilike kwa wakati. Kama kutakuwa na tatizo lolote, serikali ya mkoa ipo kuhakikisha kwamba tunasaidia, ili mradi tu kila mkandarasi aliyepewa jukumu hilo atimize majukumu yake na kwa mujibu wa taratibu na mkataba uliowekwa. Ni Christopher Sauli kutoka wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Arusha. Leo tulikuwa na ziara ambayo tumetembelewa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu CPA Amos Gabriel Makalla ambaye amekagua ujenzi wa barabara ya Mbauda Packers kwenda Losnyai. Barabara hii ina urefu wa kilomita 70, lakini sasa hivi kandarasi ameanza kujenga kilomita 13 ambazo ziko ndani ya jiji la Arusha.
Hizi kilomita 13 tumezipa kipaumbele kwa sababu ni miongoni mwa njia ambazo zitatumika sana kuelekea mashindano ya AFCON 2027 ambayo yanatarajiwa kufanyika mwakani. Kwa hiyo sisi kama TANROADS tumepokea maelekezo yote ambayo ameyatoa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Ametuelekeza kuhakikisha kwamba tunafanya kazi ikiwezekana kwa usiku hata na mchana, ili kuhakikisha kwamba inapofika mwezi Juni mwakani basi barabara hizi ziwe zimekamilika. Lakini pia ametuelekeza kushirikiana na taasisi nyingine wenzetu wa AUSA na TANESCO kuhakikisha kwamba tunaondoa miundombinu ya maji na umeme ambayo iko ndani ya hifadhi ya barabara ili kuweza kuondoa vikwazo vyote kwa mhandisi kwa mkandarasi. Kwa hiyo sisi kama TANROADS tunaenda kutekeleza hilo, maagizo yote, maelekezo yote ambayo tumepewa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kuhakikisha kwamba mradi huu unaenda kutekelezwa bila vizuizi na ukamilike kwa wakati. Asante sana. Kuna changamoto yote ambayo pengine ningependa Mkuu wa Mkoa asaidie kusukuma ili msikwame? Changamoto zilikuwa mbili tu. Kuna eneo kwenye kipande cha barabara ya Mbauda kwenda Losnyai, kuna kilomita kama 3.5 ambazo barabara lile eneo linatarajiwa kujengwa kwa njia 4. Lakini ili kuweza kujenga kwa njia 4 tunahitaji upana wa mita 40, kiwango cha chini kabisa. Lakini upana ulioko pale ni mita 30. Kwa hiyo sasa hivi sisi tunaendelea na zoezi la fidia ambalo liko kwenye hatua za mwisho ili tuweze kuwaondoa wale watu wote ambao wako ndani ya korido ya mita 40 ili kuweza kujenga barabara kwa njia 4. Lakini changamoto nyingine ndo ambayo ameshaitolea maelekezo ya miundombinu iliyoko ndani ya hifadhi ya barabara. Kwa hiyo tutaenda kushirikiana na mamlaka zinazohusika basi tuweze kutoa hayo mabomba ya maji na nguzo za umeme ambazo ziko ndani ya hifadhi ya barabara.